ngumu sana. Na kutoka kwa Jabir ibn Atik na litakuja tamko lake katika kipengele kinachofuata. Al-hadiyatu ashara wa thaniyatu ashara al-maut bil harqi wa dhatil jambi. Ni mtu dalili ya 10 na 11, ya 11 na 12, mtu kufa kwa kuungua. Mtu kufa kwa kuungua. Wa dhatil jambi, wa dhatil jambi. Dhatil jambi hapa imetafsiriwa kwa maana ya kwamba ni mtu kufa. Ukitafsiri neno kama hiyo ina maana kwamba kufa kiubavu. Wa dhatil jambi, lakini haina maana kufa kiubavu. Maana yake ilikuwa yakaribiana mtu kufiwa na nini? Kufiwa kwenye tumbo la mama yake, yakaribiana na maana hiyo. Lakini kadhalika mtu kufa kwa ajili ya kumsaidia mwenzake. Kwa mfano kama mtu kutoa damu ikawa anamsaidia mwenzake, yaingia kwenye maana ya wadhatil jambi. Mtu kufa mfano ana figo mbili akatoa figo moja ili amsaidie mwenzake, yaingia kwenye maana hiyo. Yaingia kwenye maana hiyo. Kwa hiyo ni neno ambalo lina maana nyingi. Lakini zote za kusanywa kwenye mtu kufa kwenye sehemu mbili kuu. Kwenye kumsaidia mwenzake au kufa tu tumboni mwa mama yake. Kwa sababu kwa tumboni kuna hali mtu anakaa ubavu, na ikatajiwa hivyo maana ya ubavu. Marfu'an hadith wa fihi ahadithu ashharuha an Jabir ibn Atik marfu'an. Kadhalika na kwenye mlango huu kuna hadithi nyingi na zilizokuwa mashhur ni kutoka kwa Jabir ibn Atik, hali ya kuwa hadithi ni marfu'. Pale aliposema Mtume sallam ash-shuhada'u sab'atun, tuelezea marfu' maana yake nini ni musalah al-hadith. Ash-shuhada'u sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah. Sema Mtume mashahidi ni 7 ukiacha aliyekufa kwenye njia ya Allah. Sio ukitoa aliyekufa kwenye ukiacha aliyekufa katika njia ya Allah. Kwa maana ukimwacha huyu kuna wengine, ukitoa huyu pia kuna wengine ambao wapo. Al-mat'un shahidun, akatajwa huyo. Wal gharaqu shahidun, tushawataja hao. Wa sahibu dhatil jambi shahidun, tushatolea maelezo yake. Wal mabtunu shahidun, pia kadhalika tushamtolea maelezo yake. Kadhalika wal haraqu shahidun, al haraqu na hapa dhatul jambi ndio mahallu shahidi ya alama ya 11 na 12. Walladhi yamutu tahta alhadmi, na wale ambao anakufa chini ya jengo lililoanguka. Wal mar'atu tamutu bijum'in shahidun, kadhalika mwanamke ambaye anakufa kwa uzazi tumboni, ni tumbo lake, maana kwamba kusanya kitu tumboni basi wanakuwa ni shahidi, kama kule tuliposema jamaa hali ya kuwa tumboni. Hadithi hii ipokea Imam Malik, kadhalika Imam Abu Daud na Imam An-Nasa'i na Imam Ibn Majah na Imam Ibn Hibban katika sahihi yake na Imam Al-Hakim na Imam Ahmad, na amesema Imam Al-Hakim kwamba ni sahihu al-isnad wa wafaqahu Adh-Dhahabi. Amesema kwamba hii hadithi isnadi yake ni sahihi na ameafikiana na hilo Imam Adh-Dhahabi. Imam Adh-Dhahabi kamwafiki Imam Al-Hakim kwenye kusema kwamba hii hadithi ni sanadi yake ni sahihi. Walastu ashku fi sihhati matnihi. Sheikh Albani anasema kwamba mimi sidili shaka kwenye usahihi wa matni, tamko lake. Lianna lahu shawahida kathiratan taqaddama aktharuha, kwa sababu hii hadithi ina shawahidi nyingi ambazo zishatangulia nyingi zake. Warawa at-Tabarani, na amepokea Imam at-Tabarani kutoka hadithi ya Rabi'an al-Ansari marfu'a kupitia tamko hili mfano wake. Duna dhikri al-hadmi, yeye hakutaja jengo. Na amesema al-Imam al-Mundhiri, na akafuata al-Imam al-Mundhiri na al-Imam al-Haythami, wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahihi, na wapokezi wake ni wenye kutolewa hoja kwenye usahihi. Na amepokea al-Imam Ahmad kadhalika kutoka kwa hadithi ya sahaba Uqba ibn Amir marfu'an kwa tamko al-mayyitu min dhakil jambi shahidun, kaelezea hivyo. Kwa maana tamko limekuja hivi, limebadilika huko, lakini mafuhumu ndo ile. Wa sanaduhu hasanun fi shawahid, na sanadi yake ni hasan wa ash-shawahid. Tumeshaelezea shawahid zile
ni vile zile hoja ambazo zatilia mkazo, kama zile njia za hadithi ambazo zatilia mkazo hadithi hiyo, ndio shawahidi zile, wapokezi wake, tamko lake, vitu vinakuwa ni katika shawahidi. وقد جاءت هذه الجملة في بطن طرق في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في الخامسة. ما imekuja kiujumla katika baadhi ya njia za hadithi, katika baadhi ya hadithi, au imekuja sentence hii, hadhihi aljumla, imekuja sentence hii katika baadhi ya njia za hadithi ya Abu Huraira iliyotangulia katika kipengele cha 5. Amepokea Imam Ahmad, kadhalika na ndani yake kuna Muhammad ibn Ishaq, na huyu anafanya tadlis. Kuna tadlis kwenye sanadi na kuna tadlis kwenye tamko la hadithi. Tadlis kwenye sanadi inakuwa mathalan, kuna tadlis shuyukhi ndio kwenye sanadi, ndio tadlis shuyukhi. Mfano mtu kapokea hadithi, mfano umepokea hadithi kwa huyu, alafu huyu kapokea kwa huyu, lakini huyu ukoona huyu nikimtaja, mfano huyu ni dhaif, si thiqa, ukoona mimi nikimtaja tu huyu, ya hadithi yangu riwaya yake itatiwa udhaifu, ukasema nimepokea kwa huyu, ukamruka huyu. Hii ni tadlis. Na tadlis kwenye tamko la hadithi ni kuwa mathalan tamko limekuja hivi moja kwa moja, wewe ukalichukua tamko hili ukatamka kimaana nyingine, au kadhalika ukirudi kwenye tadlis ya shuyukh, mfano inawezekana kwamba huyu ana majina mengi, mfano ana majina chungu mzima, ukataja jina lake ambalo yeye halifahamiki, pia tadlis, jina ambalo halifahamiki, mfano aitwa Mwajuga, huko Mwajuga, sitamjua kwenye alasali, tumjua kwa jina hilo, ukataja hilo Mwajuga, unaona tayari pokezi mpya, jamaa pokea kwa wengi sana sasa hivi tadlis. Sasa huyu ana huu mtindo wa kuwa mudallisun. وقد عنفنه وحديث جابر بن عتيك المار آنفا. na huyo mtu ni mudallis, utadlis chelezea hivyo. وقد عنفنه wasema, na hakika amemfanyia unfu, kumtaja vibaya. wapi la وقد عنعنه, kwa maana amemfanyia an'an, pia an'an nyingine nayo. Hadithi ambayo kuna muannanun na mu'annanun. Mu'annan ni hadithi ambayo kwa tamko la an, kwa maana huyu yeye aliyepokea huyu kapokea kwa tamko la an, na hii an hii ya hitamili si sigha ya jazm kwenye kukata kwenye upokezi. Ukisema kwamba kutoka kwa fulani, inawezekana hapa katikati hapo umeruka watu 6 hapa, ila ukisema kwamba hadathani fulani, hii kushadhibiti kuwa ni yeye, ndio ambaye kuelezea hilo tukio. Kwa hiyo kuna hadathani, kuna an. Hii an hii ina maana kwamba huenda wewe, haina maana ya jazmu kwamba umekata umepokea kwa huyo. Inawezekana kwamba kuna mwingine katikati, kwa ukafanya hii, ukafanya swala la kutumia an fulani, an Abi Huraira. Inawezekana kwamba kuna masahaba kabla ya Abu Huraira wapo katikati hapo, wapo wakatumia tamko la an huyu. Kwa hiyo na kutoka kwa hadithi ya Jabir ibn Atik iliyopita hivi punde. الثالثة عشرة دليل ya 13 الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم. الموت بداء السل, mtu kufa kwa maradhi. Na haya ni maradhi ambayo Kiswahili ukiyatafuta hizo kutafuta shida. Kuna maradhi ambayo yaathiri sehemu nyingine, hayaathiri. Kuna baadhi ya mambo mtume alikuwa anayatamka, kwa maana maradhi haya ni hivi, au jambo hili hukumu yake ni hivi, kala patikana kwenye mji fulani, ila tu wakati ya hukumu yake. Kwa ni nau'un min al-maradhi, aina katika aina za maradhi. Na hadithi imekuja al-qatlu fi sabilillahi shahadatun wan-nufasa'u shahadatun, maana kwenye nifasi yao shahadatun, wal-haraqu shahadatun, wal-ghariqu shahadatun, was-sillu shahadatun, mahallu shahid, was-sillu shahadatun, wal-batnu shahadatun. Pia kuja kwa tamko hilo al-batnu shahada, wal-batnu shahada. Kasema hilo katika kitabu
Majma'u Zawaid. Kadhalika amepokea hivyo hivyo al-Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Awsat kutoka kwa Salman, na ndani yake kuna Mandaru ibn Ali wa fihi kalamu kathirin, na huyu kasemewa maneno mengi. Kwamba fihi kalamu ina maana kasemwa, kajeruhiwa katika ruwati. Wa qad wuthiqa, kasemwa lakini kafanywa kwamba ni mkweli, kasemwa lakini kafanywa kwamba ni mkweli. Qultu lakini yashhadu lahu hadithu Rashid, nimesema hivi na nasema hivi, lakini yashuhudiwa hii hadithi yatolewa ushahidi na hadithi ya Rashid ibn Hubaysh ambayo imetangulia ishara yake hivi punde katika kipengele cha 10, na imezidi kwenye tamko na amezidisha ndani yake ya Imam Ahmad katika riwaya ya neno as-silli, hilo as-sillu limezidisha. Wa rijaluhu muwaththaqun wa hasanahu al-Mundhiri kama sabaqa, na rijalu wake ni muwaththaqun kwa maana ni wenye kuaminiwa, ni wa kweli, na amefanya ni hasan hadithi ya Imam al-Mundhiri kama ilivyotangulia. Walahu shahidun akhar,